Kwa majina naitwa Johannes Miunga. Ni mama mtoto aliyefariki kwa kupigwa na nzi shuleni. Ilikuwa ni juzi kuamkia jana. Sasa ilikuwa ni kama saa 4 usiku. Nilipigiwa simu na patroni wake. Japokuwa nilikuwa sijui ile namba ni ya nani. Nikapokea. Akaniambia, wewe ni mzazi wa Kojak? Nikasema ndio. Akaniambia kuna tatizo limetokea hapa shuleni. Mwanao Kojak ametuhumiwa kwa kuchukua vitu vya wenzake. Akataja kwamba alichukua mashine ya kunyolea na kiledo kidogo. Kwamba amemuuliza akakiri kwenda kuchukua. Na wakati huo akaniambia wapo kijijini, wako nje ya shule. Yaani walimchukua mtoto akampeleka kijijini. Kwamba aliwaambia vile vitu kuna sehemu ameviweka kwa rafiki yake kijijini. Kwa wakati huo ananipigia simu, walikuwa kule kijijini. Akaniambia hapa tupo hapa kijijini, tunamhoji. Na tumefika kwa rafiki yake, alisema kwamba vile vitu amevipeleka pale, lakini rafiki yake amekataa. Na alichokuja kusema akanambia na waliochukua hivyo vitu wana hasira sana. Nikamuuliza mtoto mpo naye hapo? Akasema tupo naye, ongea naye. Mimi kweli wakampa simu mwanangu, nikaongea naye. Nikamuuliza mwanangu, kwa nini umefanya hivyo? Hakuwa na jibu zaidi ya kuguna. Nikamwambia tu mwanangu, unataka kuniua? Akanambia hapana mama. Niambia sasa kwa nini unafanya hivyo? Alicho nijibu kauli ya mwisho inoniuma. Mwanangu ananiambia mama, au niache shule. Ndio kauli yake ya mwisho niliongea naye hivyo. Kwa mbeleni sikuelewa. Akamrudisha mwalimu simu. Nikamwambia mwalimu, naomba nilinde mwanangu. Kwa toka tulivyoongea nao ile usiku sikuelewa kilichoendelea. Asubuhi ndo mwalimu wake akampigia baba yake kwamba mtoto ana hali mbaya. Lakini yule patron alishindwa kupokea simu zetu. Tulimtafuta sana mpaka kufika saa 5 asubuhi ndipo yeye mwenyewe alipotupigia simu. Na tulipopokea tukamuuliza, bwana, usiku tuliongea kuhusu issue ya mtoto. Mbona hujaturudia kutuambia hivi tumefikia wapi? Hapo ndipo akakata simu, akasema bwana, alikata simu. Baada ya hapo tukamtafuta kupokea tena mpaka mishale ya saa 9, ya saa ilikuwa saa 7 tulipopokea simu ya mkuu wa shule akiwa anatuambia kwamba mtoto ana hali mbaya, anapelekwa hospitalini, anaumwa sana. Lakini tulipomuuliza mwalimu mkuu wa shule kwamba mtoto anaumwa nini, hakutupa maelekezo mazuri. Alisema mpaka na yeye apate taarifa kamili kutoka kwa patron ambaye ndio ameongozana naye kwenda hospitali. Tukajitahidi kumuuliza anaumwa nini, akasema anaumwa tu ugonjwa wa kawaida. Sisi tukaendelea kusubiri. Lakini tukawa tumeshaanza kufanya mipango sasa kwa ajili ya kwenda huko hospitali kwenda kumuona mtoto. Lakini kabla hatujatoka, mkuu wa shule alipiga simu tena akatuambia mtoto amekwisha kufariki. Sisi tukashtuka sana, lakini tukaondoka kwa ajili ya kwenda kuangalia nini kimetokea na nini kimemkuta. Kweli tumefika katika kituo cha afya Nyororo, tukakaribishwa na daktari pale. Daktari akatuambia yeye alipokea mtoto akiwa amekwisha kufariki. Ndio maana alifika pale hospitali akiwa amekwisha kufariki. Na tukamuomba daktari twende tukaangalie, tukatambue mwili kama ni wetu. Kweli tukakuta ni mtoto wetu Kojak Kiungele yuko pale, lakini alikuwa damu nyingi sana zinachuruzika, ambapo alikuwa na jeraha kubwa sana kisogoni. Kwa hiyo sisi kwa kweli inahuzunisha sana. Mmeridhishwa na maelezo aliyotolewa na shule pamoja na kituo cha afya? Sisi tunashukuru kwanza kituo cha afya kwa kutupa ushirikiano mkubwa, pamoja kutupatia gari kwa ajili ya kurudisha mwili Mafinga, lakini pia kutupa ushirikiano mkubwa. Lakini kiukweli hatujaridhishwa na
na maelekezo ya kutoka shuleni kwa mkuu wa shule, kwa sababu mtuambia mtoto alikuwa anaumwa, lakini sisi tumekuta mwili una jeraha. Kwa hiyo hapo ndio tunasubiri nani za polisi ziendelee